katika katika, feel my rhyme, pull up the bandana, light in the corner, zunguka zunguka, utundu vurugu, punguza bere, oi, napi, warrior, Reggae Show. Another level. Yes, Rastaman vibe la weekend jam ready mix ya Kiss FM, moja kati ya ma Empress nchini Tanzania katika music reggae dancehall thing, ambayo mara nyingi nimekuwa nikiamini katika kile ambacho huwa anakifanya pamoja na P Culture. Na hivyo inaitwa sauti za mashujaa, warrior maana kuna El Hekima, bonge moja la vibe, moja kati ya vibe ambayo amekuifanya katika P Culture pamoja na hii vibe, na hata kwa namna pia ambapo ameimba kichanganya pia na Maasai tribe na nyingine nyingi mkushi. Ni vibe la weekend jam ready mix ya Kiss FM. Kono selector Fodo pia unaendelea kuenjoy pia baadhi ya vibes ambazo Fodo alizigusa hapa katika music ya reggae and dancehall. Yama Rasta tunashinda mpaka tema saa 10 kamili za alasiri. Mimi ni mkushi wako Musa Bani, time ya meza wa kushi, na kama ambavyo pia nikujuza pale awali, katika meza wa kushi leo tutapiga story na P Culture, na hii ni vibe yake inaitwa sauti za mashujaa. Tutapigania story. Kumbuka pia P Culture ni mama ambaye pia katika music ya reggae amekuwa akifanya vyema katika music ya reggae. Mpe rhythm yoyote ile. Nasikia Fodo, mpe P Culture rhythm yoyote ile. Utaona namna gani bwana. Pia ni moja kati ya my Empress nchini ambao mara nyingi nimekuwa nikiwaheshimu pia katika music ya reggae and dancehall. Yeah man. Ni kipaji cha hali ya juu alichonacho P Culture. Unajua wanamuziki wa kike ambao wanafanya music hasa huwa reggae, ukiona anafanya vyema katika music lazima pia umpongeze. Yaani kwamba mtu yoyote ukimpa yeye anatembea. Wewe mpe rhythm yote. Nimekuwa nikishuhudia P Culture rhythm nyingi nimekuwa kishiriki na nimekuwa akifanya vyema. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka juzi nilipiga naye story katika tuzo ambazo zilifanyika pale Superdome, yes. Yeah, nilipiga naye story, tukapiga naye kwa pia ni mmoja kati ya nominees katika baadhi ya categories. Anafanya vyema sana kiujumla katika music ya reggae nchini Tanzania and dancehall. P Culture, iwe ni beat ya dancehall, iwe ni beat ya reggae, zote wanapita. Na hivyo yuko na El Hekima, tutapiga naye story P Culture. Yeye ni mwanamuziki ambaye pia ni mama. Katika tarehe kama leo, siku kama leo, pengine yeye anazungumza nini hasa, nielezee siku ya leo katika music na kile ambacho anakifanya yeye kama mwanamuziki. Ni kwa namna gani pia amekuwa akifanya vyema katika music ya reggae and dancehall nchini Tanzania. P Culture man Rasta all the way from E-Town. P Culture tunakwenda kupigania story moja kwa moja, tukianza kuangazia kuhusiana na siku ya leo kina mama, alafu tunaambia pia kuhusiana yeye ni mama la music ya reggae, ni kwa namna gani pia amekuwa akiperform, na hasa kuhusiana ile vibe ambayo ilifanyika hivi majuzi kule Arusha katika show ambayo alifanya, ambao walishiriki baadhi ya kushi kutoka Dar es Salaam, walikwenda pia na kuongeza pia vibe na kufanya muziki huu kuenda kuonyesha support kubwa katika music ya reggae. P Culture man. Yeah man, right. Queens Empress P Culture all the way from E-Town. Karibu katika vibe, tuambie habari za huko. Yeah man, karibu. Mimi kwa majina nafanya reggae and dancehall na niko based na Arusha, na namshukuru Mungu na kwa nafasi hii na kwa Kiss FM utakuwa uwepo wangu na kunipa nafasi hii nikiwa kama mwanamuziki na pia kama mama. Naweza kusema siku kama ya leo tunaizimisha tukiwa kama mama, na tukiwa kama mama kuna mambo mengi tunapitia, kuna challenge nyingi sana, na sio mimi peke yangu bali mama wote duniani nzima. Unaweza kaamka ukasmile, lakini deep down unakuwa you are bleeding, unapitia changamoto nyingi, lakini at the end of the day unaonyesha smile mbele ya watoto. Kwa hiyo kwa wanawake wote naweza nikasema big up kwa hilo sana. Na nikiwa mimi kama mama, yeah, na hasa sana nafanya music, bado ni mama, bado nafanya kazi, na bado ni mke.
na vyote hivyo ni mtu mmoja anatakiwa kuvifanya, na sina msichana wa kazi labda useme ukitoka kazini utarudi nyumbani kwamba kuna dada nyumbani ameshafanya kila kitu. Hapana. Unafanya kazi, unarudi nyumbani, unakuta nyumba inakusubiri, unaanza from the scratch. Uhakikishe watoto wale, watoto wavae, watoto wasome, waangalie homework, ufanye kila kitu. Huyo ni mama, na majukumu yote ninayavaa mimi kama mama. Na bado at the end of the day bado pia kuna upande wangu wa music. Napenda music bado, na lazima labda nisikilize music, niandike music. Unaona, kwa ukiwa kama mama unakuwa unafanya mambo ambayo ni mengi zaidi sana, inakuwa saa zingine overwhelmed, lakini kwa sababu sisi Mungu ametuumba vitumba sisi wanawake tunakuwa tuko kidogo, tuna uwezo wa juu zaidi, tunaweza kuya overcome yote hayo na tukayafanya kwa wakati mmoja. Yes, katika kile ambacho unakifanya ukiwa ni mama na harakati zako za music, kuna namna ambayo kuna challenges ambazo huwa unakumbana nayo? Sasa ingine challenges zipo, lakini unazi-overcome. Kuna wakati unakuta unahitajika kwenda studio, yeye mtoto yuko shule, unahitajika kwenda kumchukua. Yeye tulikuwa tunataka kwenda kumchukua mtoto shule, yeye kuna baba yake pale ambaye unakuta saa nyingine hataki uende hiyo studio. Lakini still you have to do it. Kwa changamoto kama hizo ziko, na ukiwa kama mama unazi-overcome tu. Yeah, mama. So, Pipi Culture unasikika live kupitia Jam Radio Makisi FM. Nakumbuka hivi karibuni ulifanya Vibe A-Town. Pengine imekuaje na nini ambacho unapenda kuzungumza kuhusiana na music yako? Kwa kweli kwanza naweza kusema ile ilikuwa ni kitu kimoja kizuri sana kwangu. Nilifurahi, Vibe ilitana out very well. Siku expect kuona outcome ile kwa vile watu walipokea, watu walikuja, watu walijam, na cha yote ambacho nilikifurahi sana ni marafiki kutoka Dar. Waliacha shughuli zao wakaja kuwa pamoja na mimi, akiwepo Sura Moja, Mama Africa, Di Mateo, kuna kina Stephanie na wengine tu walikuja pamoja nao. Kwa hiyo ilikuwa kwangu ni blessing sana kuwaona watu wangu, ilinipa moyo na ikanifanya kwamba nizidi kupenda reggae na nizidi kufikiria kuifanya muziki kwa mapana zaidi kuliko even mwanzo. Na nimegundua pia kuna watu wengi sana ambao wanapenda reggae lakini walikuwa hawana sehemu ya kwenda kucheza hiyo reggae. Kwa hiyo to be honest, baada ya hiyo show imenifungua kwa mapana zaidi ya kuzidi kuendeleza muziki wa reggae. Tunahitaji kukuza zaidi muziki wa reggae, watu wanapenda reggae. Yes, umekuwa ukishiriki katika vibes kadha ikiwemo rhythm ambazo zote zimekuwa zikitoka, nayo pia umekuwa ni mmoja kati ya wanamuziki wa reggae nchini ambao umekuwa ukishiriki na umekuwa ukifanya vyema zaidi. Nini siri hasa mafanikio katika music ya reggae? Kwa kweli mimi siwezi kusema siri yoyote, mimi naweza kusema hizo ni job blessings. Mungu anapokuwa amekubarikia huwezi kusema ni siri, kwa sababu whenever ninapokuja reading mimi secret yangu ya kwanza ninavyosema, namwambiaga Mungu hii reading imekuja, mapenzi yako yakatimizwe, and that's it. Na mtangulizaga Mungu mbele kwenye kila jambo langu lolote ninalofanya mimi. Wimbo wako ni upi pengine kwa wanamuziki wa reggae hasa wa kike? Mimi ujumbe wangu kwa wanamuziki wote wa kike wa reggae, msikate tamaa. Najua tunapitia magumu, kuna changamoto saa zingine nyingi ukiwa kama mtoto wa kike unaweza kuzipitia kuanzia kwenye production kuja kuweka kwenye promotion, lakini msikate tamaa, fanya kile unachokiamini. Na kikubwa zaidi kuliko chote, mweke Mungu mbele kwenye kila jambo lako. Mungu wetu hashindwi, Mungu wetu hachoki. Kwa hiyo kwenye kila jambo lako lolote unalolifanya kwa moyo wako wewe, ifanye, lakini mtangulize Mungu mbele na litafanikiwa. Katika kazi zako zote ambazo umezifanya kwa muda huu, wakati tunahitimisha mazungumzo, pengine kazi yako ipi ambayo ungependa itu bless kwa leo? Ningependa iwa bless Jane Rosel, kwa sababu Mungu wetu hachoki. Mungu wetu popote unachokipitia Mungu wetu hashindwi. Na ningependa kuwa bless Jane Rosel. Pamoja sana Pipi Culture. Pamoja sana, thanks for having